Wanawake wametakiwa kutumia mitandao ya kijamii kwa matumizi yaliyokuwa mazuri ili kuweza kutangaza biashara zao kupitia mitandao hiyo. Haya yameelezwa na mkurugenzi idara ya maendeleo ya jamii, jinsia na watoto, Siti Abbas Ali, wakati alipokuwa akitoa elimu ya mikopo kwa wanavikundi na wajasiriamali wanawake huko wilaya ya Kusini, mkoa wa Kusini Unguja. Kwa wanawake wengi tumekuwa tuna smartphone, zile simu ambazo ni nzuri. Kwa hivyo hata biashara zetu tunaweza tukazitangaza kupitia kwenye simu, ili badala ya muda mwingi kupoteza kwa kutuma jumbe na kuangalia picha ambazo hazina maana, basi tuweze kutumia simu zetu kwa ajili ya biashara zetu. Mimi nishukuru kwa wanawake wa wilaya ya Kusini wamekuwa na mwamko mkubwa. Mara nyingi tunapowaita wanakuja wingi na wanashirikiana na sisi na kutusikiliza kama serikali nini tunawapa. Na lengo letu kama serikali na kama wizara ni kuhakikisha kuwa mwanamke tunamtoa kwenye eneo moja la kiuchumi na kumpeleka kwenye eneo jingine la kiuchumi, ili kuhakikisha wanawake hawa wanapata fursa na wanaweza kuwa wafanya biashara wakubwa. Lakini pamoja na hayo, kuwahamasisha wanawake ambao hawana nia wala hawakupanga kuingia katika vikundi, kuwahamasisha kwa waingie kwenye vikundi ili waweze kuzipata hizo fursa za kiuchumi. Lakini jengine, kama wanawake hawa ambao tunahangaika nao kila siku, wengi wao walikuwa hawana uelewa wa kuweza kuzitambua zile haki. Walikuwa hawafahamu kuwa ajira sio lazima serikali, unaweza kujiajiri mwenyewe, na wakati mwingine wanapatwa na changamoto, labda pengine mume hata kaenda kauze biashara eneo la mbali, basi tunawapa elimu kuwa hata nyumbani unaweza kuweka nazi nje akaja mtu akaweza kununua. Unaweza kupanga mkaa wako akaja mtu akaweza kununua. Huko nyumbani unaweza kufanya juisi yako na malai ndani ya nyumba yako, wa majirani wakaja kununua. Kwa hivyo tunawapa mbinu kuhakikisha kuwa hakuna mwanamke ambaye atakuwa amekaa kitako hana la kufanya. Tunataka tuone wanawake wote wanashiriki kikamilifu katika masuala mazima ya uongozi, wanashiriki kikamilifu katika masuala mazima ya kujitafutia kipato. Tuelewe kuwa ili uzalilishaji mwingi ambao unafanyika kwa mama zetu, tunaona kuwa changamoto kubwa ni kile kipato. Wanakosa kipato cha kutosha, na ndio maana sasa baadhi ya wanaume wanatumia mwanya huo kuwazalilisha Amesema kuwa lengo ni kuwasaidia wanavikundi mbalimbali ambao wamesajiliwa ili kuweza kujiwezesha kimaisha na kuepusha utegemezi kwa watu wengine, kwani wanawake wanaweza endapo watawezeshwa. Lengo letu hasa ni kuwajengea uwezo kuweza kuomba hizi fedha ambazo zipo serikalini ambazo hazina riba. Tumewapa elimu na tumeweza kuvitambua vikundi ambavyo vimesajiliwa na vikundi ambavyo havijasajiliwa, na kama havijasajiliwa changamoto iko wapi. Na sisi kama wizara, moja kazi yetu ni kuhakikisha kwa vikundi ambavyo havijasajiliwa basi vinasajiliwa. Vikundi ambavyo vimesajiliwa na vimeomba mkopo basi viweze kupata fursa ya mkopo na waweze kupata huo mkopo kwa ajili ya kuendeleza maisha yao. Kwa hivyo tupo kwa lengo la kuwasaidia. Tunatambua kwa serikali imetuchagua viongozi kwa lengo la kuhakikisha kuwa tunawasaidia. Lakini nitoe shukrani za dhati kwa wenyewe wana vikundi kwa kuweza kuiamini wizara yetu, na kila mara tunapowaita wamekuwa na mstari wa mbele katika kujitokeza kwa wingi. Lakini tuwashukuru pia viongozi wetu wa mkoa na viongozi wetu wa wilaya, kwa kweli wamekuwa wanatusaidia sana. Kama wizara tumekuwa tuna ushirikiano nao wa karibu, lakini na waratibu wetu wa shehia wamekuwa kwa mstari wa mbele katika kutusaidia, wakiwemo na maafisa wetu ambao wamo kwenye wilaya hizi. Kubwa ni waambie wana vikundi kuwa wasivunjike moyo. Serikali inaendelea na jitihada ya kutoa mikopo isiyo riba, na mikopo hii ni lazima tukope kwa lengo la kurudisha vizuri, lakini tukope kwa lengo la kutoka kwenye hatua moja ya maisha kuenda kwenye hatua nyingine ya maisha, ili kuweza kukuza uchumi wetu ambao tuko nao. Tuondoshe ile dharau ya kusema kuwa mwanamke hawezi kuwa kiongozi, mwanamke hawezi kuwa mfanyabiashara mkubwa, mwanamke hawezi kufanya jambo lolote la kimaendeleo. Na ndio maana kama serikali tukawa tunahakikisha kuwa kila mwanamke anashiriki kikamilifu katika suala zima la kujiwezesha, na sisi kama serikali tunawasimamia ili waweze kujiwezesha, mwisho wa siku wasimame wao
kama wao. Kwa upande wao na vikundi mbalimbali waliosajiliwa kupitia majukwaa ya wanawake wamesema kuwa jambo walilolifanya ni zuri, kwani mikopo wanayopatiwa imekuwa ikiwasaidia katika kufanya biashara zao. Pia wamesema wana mategemeo makubwa na rais wa serikali zote mbili, kwani wao ndio chanzo cha kuanzishwa kwa majukwaa hayo. Jambo la uhakiki zuri kwa sababu ya mvyotuelekeza kuhusiana kwamba natuka mikopo yani kutunyanyua. Serikali kusema la kweli yano mambo wanakuwa wanayachukua kwa kasi. Hewa wakisana tuachia mkono kiufupi. Maana pano tuja shamsham zote pano. Tuchaka uko nyumbani siku zizoko. Hakuna moja nalotendeka. Tunakuwa na yametendeka mambo yano. Tunakuwa tunauka pano tunakwenda kunako mambo ya mabenki huko. Tunayavya pesa zetu mkononi. Tunahamasishwa hivi kesa hakuna moja. Ndio maana saa nyingine tunavunjika moyo. Kama kiongozi yano mambo wakati wameamua tena watuongoze moja kwa moja, tuchoke kwenda kuna vikundi hivyo vinavyoriba, maana vinonsiki havina riba, ili tuwe mbele na sie tusikae nyuma tu. Leo hakiki ile tuleta bana, tujitambue, tusiwe nyuma, tutambue mwelekeo nini tunatenda na nini tujielewe, yani tulielewe lengo na mazumuni tulokusudia. Tuna mategemeo makubwa kutoka kwa mama wa haki ambazo chatende. Kwa wangu kwa viongozi tunaomba msaada. Tuepukane na mambo ya vikundi hivi vya riba, kwa sababu tunapata shida sana, riba tunachukua kubwa sana. Kwa hivyo tumeingia nafasi ya mama, yani kupata nafasi. Tuondoke na vikundi vya kuchukua riba kubwa, tuje kwenye vikundi vingine nafasi ya mama. Tunapewa nasaha na tunasisitiza kwa nasihi wenzetu, wana vikundi wenzetu ambao wanasema tushasajili vikundi, tushaomba mkopo, miezi ilokuwepo, siku zimekwenda zimepita, hakuna liwalo, hatujafanikisha. Kwa hiyo wanachama wenzangu, wana vikundi wenzangu, tunawanasihi na tunawaomba na tunasisitiza tuendelee, tusichoke, tusirudi nyuma, kwani mimi ni mmoja wapo kati ya vikundi ambavyo tayari tushaanza kunufaika na mikopo. Kwa hiyo tusiache, kuna njia nyingi na tusichoke. Huo ni msisitizo muhimu, na fursa iliyokuwepo hapa sasa hivi tunategemea nayo pia tufanikiwe, tuipate kwa wepesi zaidi kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatma Rajab, Mshindo TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mshindo TV.